dini sio suluhisho. Dini haliwezi kutatua matatizo na changamoto ambazo ziko saizi katika dunia. Dini zingekuwa na uwezo wa kutatua shida au kutatua changamoto ambazo zipo duniani sasa, basi dunia isingekuwa na matatizo sasa, kwa sababu dini siku nyingi sana duniani. Siku ya leo tutaenda kuchambua kitabu cha Dr. Myles Munroe, kitabu ambacho kinahusiana na Rediscovering the Kingdom. Rediscovering the Kingdom manake ni kugundua tena falme upya. Nini maana ya kauli? Nini maana ya sentensi hii? Mwanadamu aliumbwa kuwa mfalme, mwanadamu aliumbwa kuwa mtawala kulingana na kitabu hichi cha Dr. Myles Munroe. Myles Munroe anaelezea kwamba mwanadamu alipoumbwa na Mungu aliumbwa kuwa mtawala, mwanadamu aliumbwa kuwa mfalme, mwanadamu aliumbwa kuwa mrithi wa mfalme. Lakini baada ya mwanadamu kutenda dhambi akapoteza ufalme ambao alikuwa amepewa na Mungu. Mwanadamu baada ya kutenda dhambi au baada ya kujitenga na Mungu alipoteza uhusiano ambao ulikuwa kati ya Mungu na mwanadamu, na uhusiano ambao ulikuwepo kati ya Mungu na mwanadamu ulikuwa ni uhusiano wa muhimu sana, kwa sababu ulikuwa uhusiano ambao ulikuwa unamwelewesha mwanadamu kwa nini ameumbwa, kwa nini yuko duniani, na nini uwezo na nini kusudi lake katika maisha. Kwa hiyo katika kitabu hiki ndipo tutaenda kuelezea concept nzima kwa ujumla. Concept ya kwanza tutaenda kuzungumzia kusudi kubwa la Mungu ni nini. Concept ya pili tutaenda kuzungumzia nini kilitokea pale katika bustani ya Eden. Concept ya tatu tutaenda kuzungumzia mpango wa Mungu kuweza kurudisha kile ambacho Adamu alikipoteza katika bustani ya Eden. Ukisoma hichi kitabu chote ndivyo vitu ambavyo kinajaribu kuvielezea ili tuweze kuvifahamu na kuweza kuvitumia katika maisha. Tutaanza na utangulizi wa kitabu hiki. Baada hapo tutaanza kuchambua. Tutaanza sura ya kwanza mpaka mwisho wa kitabu. Dr. Myles Munroe katika kitabu chake anaanza na sentensi moja kali sana, na anaanza na sentensi hii ili kuweza kuvuta attention au kuweza kuvuta umakini wa mtu ambaye anasoma kitabu hii. Dr. Myles Munroe anajaribu kutuambia kwamba moja ya tishio kubwa sana liloko baadaye ni dini. Kwa nini Dr. Myles Munroe anatueleza kuwa dini ni tishio dini ni moja ya kitu ambacho ni tishio kubwa katika ustaarabu wa mwanadamu? Dr. Myles Munroe anaongea hii sentensi ili kuweza kushtua akili ya msomaji, ili kuweza kuamsha fikra au kuamsha mawazo ndani ya akili ya msomaji. Kwa Dr. Myles Munroe anataka tuonyeshe kwamba kitabu hiki ni kitabu ambacho hakizungumzii dini, bali ni kitabu ambacho kinazungumzia wazo lingine la tofauti kabisa na dini. Kwa hiyo kitabu hiki kinazungumzia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kitabu hichi chote, uchambuzi wa kitabu hichi chote tunaenda kuchambua tukiwa tunazungumzia kusudi la Mungu kuleta tena ufalme wa Mungu duniani ambao mwanadamu alikuwa ameupoteza katika bustani ya Eden. Pia Myles Munroe anatuambia hii sentensi kwa sababu anataka kutuonyesha kwamba dini sio suluhisho. Dini haliwezi kutatua matatizo na changamoto ambazo ziko saizi katika dunia. Dini zingekuwa na uwezo wa kutatua shida au kutatua changamoto ambazo zipo duniani sasa, basi dunia isingekuwa na matatizo sasa, kwa sababu dini siku nyingi sana duniani, lakini matatizo ndiyo yanazidi kuongezeka, changamoto ndizo zinazidi kuongezeka, upendo ndipo unapozidi kupotea. Kwa hiyo dini sio suluhisho la kuweza kutatua matatizo ya mwanadamu. Hii ni kulingana na Dr. Myles Munroe. Dr. Myles Munroe anatuambia dini ndiyo chanzo kikuu cha matatizo yote yaliyopo duniani. Kwa hiyo katika kitabu cha Dr. Myles Munroe, Dr. Myles Munroe anatuambia dini sio sawa sana ufalme. Dini ni tofauti kabisa na ufalme. Tutakuja kuona huko chini kwa nini Myles Munroe alituambia dini na ufalme wa Mungu ni tofauti kabisa. Unapozungumzia dini, unazungumzia ni juhudi ya mwanadamu kuweza kumfikia Mungu.
Kwa hiyo dini manake ni mwanadamu anaanzisha taratibu, anaanzisha ibada, anaanzisha sheria, na hizi hapa zote na hizi hapa zote ili zimsaidie kuweza kufikia Mungu. Lakini unapozungumzia ufalme wa Mungu unazungumzia ni juhudi za Mungu kuweza kufikia mwanadamu. Kwa hiyo dini ni juhudi za mwanadamu kufikia Mungu, na ufalme ni juhudi za Mungu kumfikia mwanadamu. Kwa hiyo kwa kuhitimisha au kwa kiufupi, tunaweza tukasema dini manake inatengeneza njia manake ni njia ambazo zinatengenezwa na mwanadamu ili kumwendea Mungu. Lakini unapozungumzia ufalme ni njia ambazo zimetengenezwa na Mungu ili kuja kufikia mwanadamu. Kwa hiyo tunaweza tuseme tatizo sio Mungu, tatizo sio Biblia, tatizo sio imani. Tatizo ni mifumo ya kidini iliyojengwa na mwanadamu. Kwa hiyo dini inaonekana ni chanzo cha shida nyingi, cha matatizo mengi. Dini ndiyo inayoonekana ikigawa watu. Dini inaonekana ikiendelea kutoa umoja katika jamii. Dini imekuwa chanzo cha chuki. Kwa hiyo Dr. Myles Munroe hapa anatuambia kwamba tatizo sio Mungu, tatizo sio Biblia, tatizo sio imani. Tatizo ni mifumo ya kidini ambayo imeanzishwa na mwanadamu. Kwa hiyo mifumo yote ya dini iliyopo duniani haiwezi kutatua matatizo. Zaidi inaendelea kugawa wanadamu, zaidi inaendelea kutoa umoja ambao upo katika jamii ya wanadamu. Kwa hiyo kwa nini dini imekuwa ni tishio kubwa kuliko nyuklia? Kwa nini dini imekuwa ni tishio kubwa kuliko kansa? Kwa nini dini imekuwa ni tishio kubwa kuliko magonjwa? Kwa nini dini imekuwa ni tishio kubwa kuliko siasa? Dr. Myles Munroe amejaribu kuelezea kwenye kitabu chake kuwa dini ina nguvu kwa sababu dini ni kitu ambacho kinaenda kuingia moja kwa moja ndani ya virindi vya moyo wa mwanadamu, na dini inaenda kukaa kwenye nafasi ambayo ufalme wa Mungu ndipo ulikusudia uweze kukaa ndani ya hiyo sehemu. Kwa hiyo dini kama dini inaingia ndani ya mtu kuliko hata kanuni. Mtu yuko tayari kuvunja kanuni za nchi, yuko tayari kuvunja kanuni za aina yoyote, lakini haheshimu sheria za dini. Mtu yuko tayari kuharibu utamaduni wake, lakini afuate au atii zile sheria za dini. Kwa hiyo dini inaonekana ina nguvu kwa sababu dini ina uwezo wa kuingia zaidi sana ndani ya mtu kuliko hata kanuni zinavyoingia ndani ya mtu, kuliko hata sheria zinavyoingia ndani ya mtu, kuliko hata utamaduni unavyoingia ndani ya mtu. Kwa hiyo dini ina nguvu ya kuweza kuingia kwenye roho ya mtu. Dini ina nguvu ya kuweza kuingia kwenye nafsi ya mtu, na dini ina nguvu ya kuweza kuingia kwenye hofu za mtu. Dini ina uwezo wa kuingia kwenye matumaini ya mtu. Dini pia ina uwezo wa kuweza kuingia kwenye utambulisho wa mtu. Hiki kitu ndicho kinachofanya dini iwe na nguvu sana kuliko hata bomu la nyuklia. Dini iwe na nguvu sana kuliko na magonjwa. Dini iwe na nguvu sana kuliko hata bunduki. Kwa hiyo saikolojia ya dini inamfanya mtu awe tayari kufa kwa ajili ya dini. Hichi ndicho kitu ambacho ni hatari sana katika ulimwengu wetu ambao tunauishi. Ni hatari sana kukutana na watu wenye imani kali kuhusiana na dini yao. Watu kama hawa hawaoni rahisi kukutenga. Watu kama hawa hawaoni rahisi kukuchukia. Watu kama hawa hawaoni rahisi kukuita majina ya ajabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dini tu imeingia kwenye nafsi zao, imeingia kwenye roho zao, imeingia kwenye matumaini yao, na imeingia kwenye utambulisho wao. Sasa kwa nini mtu yuko tayari kupigania dini yake kuliko kitu kingine chochote? Kwa nini mtu yuko tayari kufanya jambo lolote kwa ajili ya dini yake? Kama tulivyosema, dini inapoingia ndani ya mtu inaingia ndani ya mtu, na inapoingia ndani ya mtu kuna vitu vingi inabadilisha. Kwa hiyo na vitu ambavyo inabadilisha vitu vya muhimu na vya msingi ambavyo vinafanya mtu awe mtu. Kwa mfano dini inakuwa na nguvu kuliko kitu kingine chochote kwa sababu dini inapoingia ndani ya mtu inampa mtu utambulisho.
dini yoyote lazima impe mtu utambulisho. Dini pia inapoingia ndani ya mtu inampa mtu maana ya maisha. Dini inapoingia ndani ya mtu inamfanya mtu ajione kuwa yeye yupo ndani ya kundi fulani. Dini pia inapoingia ndani ya mtu inampa mtu maadili ambayo yako juu kuliko maadili mengine yaliyopo kwenye jamii yaliyopo kwenye jamii au kwenye taifa ambalo anaishi. Kwa dini pia inaonekana ina nguvu kwa sababu dini ina tabia ya kuweza kumpa mtu tumaini la milele. Kwa hiyo hizi sababu ndizo zinazofanya dini iwe na nguvu sana kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo kutokana sasa na nguvu dini ilionayo ndani ya akili ya mtu, ndani ya moyo wa mtu, ndani ya fikra za mtu, ndiyo maana mtu anakuwa tayari kuvaa mabomu ili akajilipue. Why? Kwa sababu dini imemwahidi uzima wa milele, kwa sababu dini imemwahidi kufanya hivi ndivyo Mungu anavyotaka. Watu wako tayari kuwa kwa sababu ya dini, watu wako tayari kuchochea vita kwa sababu ya dini, watu wako tayari kufanya ukatili kwa sababu ya dini. Na watu wanafanya hivi vitu kwenye hizi dini kwa sababu wanaamini kufanya hivi ndiko kumtetea Mungu. Hichi kitu kinafanya dini iwe ni hatari sana katika maisha yetu.